Sisi wanawake wa ADC ambao jumuiya hii ya wanawake pamoja na viongozi wa kitaifa katika chama chetu, ilikuwa kiu yetu kubwa sana sisi kumuona Mheshimiwa Rais kwa maslahi mazima kama sisi ni wanawake. Kwa hiyo nafikiri kupitia vyombo hivi vya habari kwenu, Mheshimiwa Rais atambue kwamba tunamhitaji sisi wanawake wa chama cha ADC. Wanawake nchini wameshauriwa kushiriki katika kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi mkuu wa serikali unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025 ili kutumia fursa ya kidemokrasia. Akizungumza na waandishi wa habari huko katika ofisi za ADC Daraja Bovu mkoa mjini Magharibi, mwenyekiti wa wanawake taifa wa chama cha ADC Alliance for Democratic Change Nadhra Ali Haji amesema ni vyema kuhakikisha wanashiriki na kupambana katika kuchukua ushindi na kuzingatia haki, kuondokana na kuendelea kujilemaza na kusubiri viti maalum. Lengo kuu ni kuwafahamisha na kuwashajihisha wanawake hapa nchini kwa ujumla popote walipo kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa serikali unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Hivyo nibudi nachukua nafasi hii kuwaomba wanawake wenzangu waweze kuitumia fursa hii na wala wasiogope katika kushiriki uchaguzi kikamilifu, na wajitokeze kwa wingi kuitumia nafasi ya kidemokrasia kwenda kuchagua viongozi wanaotufaa kwa ajili ya kulitumikia taifa letu. Wanawake na hasa wa vyama vya upinzani tujitokeze kwa wingi kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali kuanzia ngazi ya udiwani, uwakilishi, ubunge na hata uraisi wa nchi. Katiba yetu inatambua mgawanyo wa nafasi za maamuzi kuwa ni 50 kwa 50 kwa wanawake na wanaume. Lengo hili linaweza kufikiwa pale wanawake tutakapoamua kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa na tukapambana kwa nguvu zetu zote kuhakikisha tunashinda katika chaguzi hii. Si vyema sisi wanawake tukaendelea kujilemaza kusubiri mgao wa viti maalum. Amesema katiba inatambua mgawanyo wa nafasi za maamuzi kuwa 50 kwa 50 wanawake na wanaume. Hivyo ni vyema wanawake kutumia fursa hiyo kupata nafasi za uongozi, hasa vyama vya upinzani. Hali ya wanawake kiuchumi hapa nchini imebadilika. Mashallah. Nawapongeza kwa dhati kabisa, kwani sasa tumeweza kujibidiisha na kujiondoa katika hali ya goalkeeper. Hatusubiri tena yule bwana Haji wa kututimizia haja zetu. Wanawake tumekuwa tunajituma kuongeza kipato kwa ajili ya kusaidia harakati zetu za kiuchumi na kijamii. Wanawake wengi sasa tunamiliki nyumba za kuishi, vipando, mashamba na biashara mbalimbali. Wanawake tulio wengi ulimwengu wa leo tunaweza kumiliki na kuendesha makampuni binafsi na mashirika mbalimbali. Aidha, baadhi ya wanawake wamo katika ajira wakihudumia nafasi kubwa serikalini na katika ajira binafsi. Tunasema au tuseme alhamdulillah. Hii ni kuonyesha dhahiri kwamba wanawake tunao uwezo mkubwa wa kushiriki katika harakati za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hivyo narudia wito wangu kwa wanawake wenzangu, tusibweteke, tugombee nafasi mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi mkuu ili nasi tuweze kushiriki kwa wingi katika vyombo vya kutoa maamuzi. Aidha, amewaasa vijana kuachana na mhemko wa kisiasa itakayosababisha uvunjifu wa amani, nayo jamii iendelee kuwashajihisha vijana kulinda amani na utulivu katika nchi ili kuleta maendeleo endelevu. Ningependa kulizungumzia suala zima la amani na utulivu katika nchi yetu. Nchi yetu ni nchi ya amani na utulivu. Kukosekana kwa tunu hii ya amani, waathirika wakubwa ni sisi kina mama na watoto wetu. Hivyo wanawake wenzangu,
tuzungumzeni na kuwahadharisha vijana wetu waachane na mihemko ya kisiasa, waache kuwasikiliza na kufuata ushauri wa mambo ambayo baadhi ya wanasiasa huyahubiri au huagiza wayafanye vitendo vya uvunjifu wa amani. Nchi yetu ni nchi ya amani, na wale hatuhitaji tena mitutu ya bunduki. Bado kuna upendo katika nchi yetu. Sisi sote ni ndugu. Utofauti wetu wa kisiasa usitusababaishie kufanyiana uadui na uhasama wa kisiasa. Katibu mkuu wa chama cha ADC Mwalimu Hamad Aziz amesema chama hicho kina mpango madhubuti wa kuwajengea uwezo vijana, hasa wanawake, katika swala zima la uongozi na kuhakikisha wanathubutu kugombea nafasi mbalimbali ikiwemo udiwani, uwakilishi na ubunge. Sisi ADC, kwanza tueleweke kwamba ndani ya katiba yetu tumetoa fursa ya 50 kwa 50. Yani wanawake ni 50, wanaume ni 50. Vipi tunawapika na kuwatengeneza? Tunajumuia kwenye chama chetu, tunajumuia chama ya wanawake, tunajumuia vijana wanawake. Tunawapikaje? Kwanza tunawapa mafunzo kila mara, lakini la pili tumeunganisha na NGO nyingi ndani na nje ya nchi ili kujengewa uwezo wa uongozi. Lakini la tatu, kila tunapokutana nao sisi ni elimu tu kwao. Tunaamini ADC ndo sehemu sahihi ya kuwatengeneza na kuwalea vijana. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Zaituni Bakari, KHD TV, elimu ni hazina yetu.